Tafsiri nyingine, unapoona kwamba vazi lako limelaluliwa, vazi lako limechanwa, ama upo uchi katika mazingira fulani, moja ya tafsiri nyingine ambayo ipo katika hiyo ndoto ambayo umeiota, basi ni nguvu za kimungu zilizoondolewa ndani yako. Yaani hiyo hali ya vazi lako kuchanwa, hiyo hali ya vazi lako kulaluliwa, ama hiyo hali ya kujiona uko uchi, inakupa ujumbe, inakupa tafsiri ya kwamba kuna nguvu za kimungu ndani yako zimeondolewa, ama kuna nguvu za kimungu ndani yako zimepungua. Ndio maana katika kile kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 30 inazungumzia mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Alipokuwa anataka kupokea nguvu za uponyaji, alielewa ya kwamba nguvu za uponyaji zinawasilishwa na vazi. Maana yake vazi la mtu limebeba nguvu za kimungu zilizokuwa ndani yake. Ndio maana akamvizia Yesu akiwa katika msafara wake, akaenda akagusa vazi la Yesu. Alipogusa mavazi ya Yesu, ghafla nguvu zikampunguka Yesu. Ghafla Yesu akahisi ndani yake kuna kitu kimeondolewa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, ikiwa kuna nguvu ambazo za kimungu umezipoteza kutokana na dhambi ama kutokana na kitu chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako kikakuondolea nguvu za kimungu, ama nguvu za kimungu zikapotea ndani yako, zikapungua ndani yako, Mungu akitaka kukujulisha swala hilo, atakuonyesha ndoto, atakuletea ndoto ambayo inaonyesha kwamba aidha uko uchi, manake hauna nguvu kabisa, ama kuna mahala vazi lako limechanwa ama limetatuka, kuonyesha kwamba kuna kiasi cha nguvu kimepungua kutoka katika mwili wako, kutoka katika roho yako, kutoka katika nafsi yako, kutoka katika utu wako wa ndani. Kuna nguvu za kimungu zimeondolewa. Hebu tusome kitabu cha Mithali. Nimekupa mfano kutoka kwenye kitabu cha Marko, lakini nataka tusome pia kitabu cha Mithali. Kuna kitu utaelewa. Ile Mithali sura ya 30 mstari wa 25. Acha nikusomee. Inasema hivi: nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake, anaucheka wakati ujao. Ukisoma kuanzia kule mstari wa kwanza, hapa anazungumziwa huyu ni mfalme, lakini anahusiwa kwa habari ya mke mwema. Anapohusiwa kwa habari ya mke mwema, moja ya sifa inaelezwa ya kwamba huyo mke mwema, nguvu na hadhi ni vazi lake. Katika lugha ya picha tunaelezwa ya kwamba katika ulimwengu wa roho, nguvu na hadhi zinawakilishwa na vazi, zinawakilishwa na nguo. Kwa hiyo adui akitaka kuondoa nguvu za kimungu ndani yako, anaweza kutumia vazi lako, anaweza kutumia nguo yako. Kwa hiyo katika ndoto unapoona kwamba nguo imeondolewa, nguo imeibiwa, nguo imechanika, ama uko uchi, maanake kuna nguvu za kimungu zimeondolewa, kuna nguvu za kimungu zimepungua. Na anaongeza katika hiyo Mithali, anasema kwa hiyo anaucheka wakati ujao. Kwa nini anaucheka wakati ujao? Kwa sababu ndani yake ana nguvu. Kwa lugha nyingine, kwamba kuna nguvu zinaondolewa ndani yako ili wakati ujao uishi maisha ya mateso, ili wakati ujao uishi nje ya mapenzi ya Mungu, ili wakati ujao vitu ambavyo ulikuwa unatarajia kuvipokea usivipokee. Labda nikukumbushe kitu kama ulikuwa umesahau. Biblia inatuambia ya kwamba ili uweze kuzaa matunda unahitaji nguvu. Ili uzae matunda katika kazi yako, ili uzae matunda katika biashara yako, ili uzae matunda katika huduma aliyokupa Mungu, lazima ndani yako kuwe na nguvu. Ndio maana Yesu aliwaambia mitume, msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu atakapoajiria Roho Mtakatifu. Alikuwa amewafundisha kwa miaka 3 mfululizo, tunaelewa. Maana ilikuwa inatosha labda kwenda kuanza huduma, lakini akasema hiyo huduma haitozaa matunda kama hamtopokea nguvu. Kwa hiyo na adui akitaka kuzuia huduma yako isizae matunda, ataondoa nguvu, na kisha kuondolea nguvu, Mungu akitaka kukujulisha swala hilo, atakuletea njozi inayoonyesha kwamba kuna vazi limeondolewa. Vivyo hivyo katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 37, Hezekia aliwatuma watu kwenda kwa Isaya akiwaambia kwamba wakati huu ni wakati wa dhiki, wakati huu ni wakati wa matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, lakini hatuna nguvu ya kuwazaa. Maanake ili uweze kuzaa katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, lazima uhitaji kiasi fulani cha nguvu.
Mayanto robo shanta rababo seke. Kora masa yante robo shanda. Kora masa kataraba seke. Iyanto robo shanta rababo seke. Wacha nikusomee na kitabu pia cha Isaya 52 mstari wa kwanza. Nimekutolea mfano wa Isaya 37 kwa ile habari ya Zekaria alipowatuma wajakazi wake kwenda kwa Isaya kuwaambia kwamba hatuna nguvu ya kuzaa ingawa watoto wako tayari kuzaliwa. Ndivyo hivyo katika huduma zetu. Lakini nataka nikuonyeshe tena kwenye Isaya hiyo sura nyingine kuna kitu kinaongea pale. Isaya ya 52. Isaya ya 52. Isaya ya 52 mstari wa kwanza. Mayanto robo shanda rababo seke. Isaya 52 mstari wake ule wa kwanza inasemaje? Inasema hivi: Amka, amka, jivike nguvu zako, e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri, e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hatoingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najis. Nisikiliza vizuri. Ameanza kwa kusema amka, amka, jivike nguvu zako, alafu akafafanua, e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. Maanake hiyo nguvu ni sawasawa na mavazi mazuri. Katika hapa anasema kwamba kwa maana tokea sasa hatoingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Maanake hizi nguvu, ama amesema mavazi haya mazuri yatazuia uovu usiweze kuingia ndani yako, unajisi usiweze kuingia ndani yako, uchawi usiweze kuingia ndani yako, uganga usiweze kuingia ndani yako na kuharibu. Manake nini? Manake inaposemekana ya kwamba vazi lako limedharuliwa, vazi lako limepotea, ama vazi lako umevuliwa vazi, umevuliwa nguo, manake nini? Kuna nguvu za ulinzi zimeondolewa. Na kama kuna nguvu za ulinzi zimeondolewa, manake uharibifu wa adui ni rahisi kuingia kwako, maana yake magonjwa ni rahisi kuingia kwako, maana yake mafarakano kwenye ndoa lazima rahisi kuingia kwako, kwa sababu kuna nguvu ya ulinzi ambayo ilikuwa ndani yako, adui ameiondoa. Ninakuombea katika jina la Yesu, ikiwa kuna nguvu zozote ambazo ziliondolewa ndani yako na adui, ikiwa kuna hali yoyote ambayo ilisababisha nguvu za kimungu ndani yako ziondolewe. Wakati mwingine ni mapito ya muda mrefu yanaweza kuondoa nguvu ndani yetu, tukaishiwa nguvu, na Mungu anatuonyesha, anatuambia kwamba kwa sababu umeishiwa nguvu, angalia umekuwa hauna ulinzi, angalia umekuwa ni mtu ambaye huwezi kuzalisha, angalia umekuwa ni mtu ambaye huwezi kuzaa matunda kwenye huduma, huwezi kuzaa matunda kwenye biashara, kwenye kazi, na anakusemesha kwa ndoto. Anapokusemesha kwa ndoto, manake anataka uweze kuingia kwenye maombi na kuomba. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu uweze kupata nguvu mpya kama tai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho wa Bwana na nguvu zake akujilie mahala ambako umepungukiwa nguvu, mahala ambako adui ameondoa nguvu, mahala ambako umekata tamaa. Mungu akutie nguvu. Ikiwa umepoteza nguvu ya maombi, hauwezi kuomba tena, Roho wa Bwana akujilie juu yako, akutie nguvu ya maombi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.